Sana ulikuwa mgumu sana. Kwa hiyo ukicheza na timu kubwa kama hizi, ukifanya makosa wanakuwa wepesi sana kuadhibu wakati huo. Kwa hiyo si tuliwaheshimu Yanga, lakini tulizidi kufanya makosa wakatuadhibu, ndio maana tukafunga. Mwalimu ameongea nini na nyinyi wakati mnarudi katika kipindi cha kwanza? Mwalimu akatuambia tucheze na tuwazidi kuheshimu Yanga, ili tusizidi kufanya makosa. Ni makosa siwe mengi, kwa sababu makosa akiwa mengi ni rahisi sana kuadhibiwa kwa timu kubwa kama hii. Tulikuona ulikuwa na mwanao Israel, mlikuwa mkibadilishana mawazo. Nini alikuwa anakuambia baada ya mchezo kumalizika? Tulikuwa tunapiga story tusiwajua. Kipindi cha nyuma tulikuwa wote, kwa sasa hivi kila mtu yupo timu tofauti. Kwa hiyo mpira umeisha, hapa tulikuwa tunaongea tu kawaida. Mnakumbushana nyama. Unajua tushapigana sana mafoni. Alikuwa kibondo wako, ni unamuonea sana. Mwanangu sana hizo. Ndo mpira ndo ulivyo. Mpira ndo ulivyo. Mpira sio adui, mpira fair play. Kwa hiyo kuna wakati vinatokea vitu kama vile uwanjani. Kwa hiyo mpira ukiisha ndo tunaungana, tunakuwa upendo unakuwa mmoja. Na muda kama aliomba penalti ambayo ulichezea wewe. Ndugu yangu umeiona. Wewe vipi ile penalti? Muuliza wewe unasema. Maana yake uwanjani. Sio penalti, ndio mwamuzi akufinika. Ingekuwa ni penalti mwamuzi angefinika, lakini sio penalti. Bwana Karabaka, kumalizia tukizungumzia mpira hasa kiutaifa, mnyama anayewakilisha Tanzania, neno lako kama Mtanzania kwenye fainali za kombe la shirikisho barani Afrika, kuwatakia heri. Mimi nachozungumza kuhusu mnyama, mimi namuombea tu heri, akafanye vizuri ili mechi aje kuimaliza nyumbani. Sababu ukienda ugenini lazima ujipange na ugenini, kwa sababu hujui penzi wamejipangaje. Kwa hiyo mimi nachoombea mnyama wakafanye vizuri ili mechi waje kuimaliza nyumbani na kubeba kombe. Imani yako ipo kwa namna gani kwenye hii mechi kulinganisha uzoefu wa Simba kwenye michezo ya kimataifa? Simba anabeba kombe. Wewe hata wewe pia kuwa na imani hiyo. Simba anabeba kombe. Nyepesi kwa mnyama hii. Kabisa nyepesi kabisa. Sio kwa Mwarabu yule. Tena wanatoka bushu huko Berkane. Mpira upo hivyo, lakini wewe unatakiwa uwe na imani na timu yako ambayo ipo kwenye taifa lako. Usiangalie Waarabu wale wanakuja tunakoondoka. Kwa hiyo kama 100 Simba anachukua kombe. Kuna watu wa shaka wa Tanzania kwamba heshima inakuja nyumbani. Lazima tuweke heshima. Lazima libaki hapa. Shukrani. Wenyewe wanakuambia lisipobaki wataliiba. Wenyewe wanasema mnyama anasema hivyo? Wala